Mapema hivi leo Tanzania yote imepokea ujumbe mzito kutokea huko nchini India, ambapo mwanadada huyu ambaye aliweza kufanyiwa moja kati ya interviews ambazo ziliweza kusambaa sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii hapo nyuma, ambaye anajulikana kwa jina la Carolina, amefariki dunia huko nchini India akipokea matibabu yake ambayo alikuwa anafanyiwa upasuaji. Sasa ngoja nikusomee kile ambacho waliweza kuandika Global TV, maana walikuwa wanasimamia hilo jambo mwanzo hadi mwisho kufuatia taarifa zake mbalimbali wakati anaendelea na matibabu huko nchini India. Mapema hivi leo Global TV iliweza kuchapisha chapisho lake ambalo lilikuwa linasomeka ya kwamba habari zilizotufikia hivi punde zinaeleza kuwa mwanadada Carolina alimaarufu Karina aliyekuwa akitibiwa nchini India amefariki dunia. Taarifa za awali zinaeleza kuwa Karina alitarajiwa kurejea Tanzania leo baada ya kufanyiwa upasuaji mkubwa kutibu tatizo la tumbo lililokuwa likimsumbua kwa muda mrefu. Hiyo ndio taarifa ambayo iliweza kutolewa mapema hivi leo na shirika la habari la Global TV kufuatia peji yake ya Instagram. Sasa mwanadada huyu ni kweli alikuwa anasumbuliwa na maradhi ya tumbo, ambapo kifuatilia moja kati ya interview zake ambazo nimekuwekea hapo mwisho, interview zote ambazo utaenda kuzitazama, alivyokuwa anasema kwamba mimi na nukuu, haja kubwa ilikuwa inamtoka ndani ya tumbo lake. Hivyo ndivyo alivyokuwa anasema moja kati ya interview zake ambazo aliweza kufanywa na Global TV. Sasa taarifa hizi ni za kuhuzunisha kweli kweli na za kusikitisha pia ambazo zimetufikia hivi punde. Hivyo basi tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Amina. Sasa nimekuwekea hizi hapa interview zote za mwanadada huyu Carolina wakati anaojiwa na Global TV. Ufuatilie hichi kisa mwanzo hadi mwisho jinsi alivyokuwa anasema, ambaye kwa sasa ni marehemu. Endelea kufuatilia Dax Media ili uweze kupata update zetu kila wakati na kila muda. Asante. Kama lilipasuka. Kwa hiyo mpaka hivi bado tunaendelea na kufanya dressing, kutoa ule usaha. Japo kwa kiasi kikubwa umepungua, lakini bado tunaendelea na dressing. Ndiyo. Lakini hawa toka walipotoka huko kipindi ambapo kinyesi kilikuwa kinapita kwenye hapa tumboni, na sasa hivi ambapo angalau unabinya usaha unatoka kidogo hivyo unaenda unapungua, kuna utofauti gani umeuona hata katika hali mwenyewe tu ya kiafya na maendeleo yako kwa jumla kwenye mwili? Utofauti ambao mimi nimeuona ni kitu ambacho nimekaa nacho kwa muda mrefu, ni kutoka haja kubwa tumboni. Kwa kweli naomba Mwenyezi Mungu hiyo hali isijirudie tena. Yaani hivyo alivyofungua na kufunga, basi Mungu afanye wepesi, pafunge isifunguke wala isije katoka tena choo tumboni kabisa. Kwa hiyo sasa hivi na changamoto ambayo naipata ni hiyo tu ya kufanya dressing ya kutoa usaha. Kwa sababu maumivu, unajua mwili ni mwili. Na kwenye hii dressing ya kutoa usaha, kwa unakuwa unaenda kila siku hospitali kwa ajili ya kutolewa usaha au inakuwaje? Hapana, ni nurse anakuja kunifanyia dressing nyumbani kwa sababu siwezi kwenda na kurudi. Mtikisiko ule unaniumiza sana tumbo. Kwa hiyo ni nurse anakuja kunihudumia nyumbani. Na ni kwa siku gani, au kuna siku maalum za kuja au ni kila siku? Ni kila siku anakuja. Na kwa siku anaweza kukufanyia dressing mara ngapi ili uweze kujisikia vizuri na hata kuondoa maumivu ambayo unaweza kuyapata kwa ajili ya usaha? Mara 2. Ndio. Tunalipa kila dressing moja, nalipa 30,000. Ndio, kwa kufanya dressing mara 2 kwa siku ni 60,000. Kwa hiyo na hiyo ni 60,000 inatakiwa itoke kila siku kwa ajili ya dressing. Kwa sababu hatuwezi kupitisha kufanya dressing tukiacha hali yangu ya kawaida, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu. Na ni operation ambayo daktari aliomba siku 2 za investigation, lakini investigation imefanyika wiki nzima. Ndio mpaka kuja kufikia uamuzi. Sasa tunaingia kwenye operation, tunaenda kufanya 1, 2, 3. Tulikuwa hatuwezi kuingia bila kujua tunaenda kufanya nini. Lakini kwa sasa tunaingia, sasa tunamwachia mengine Mwenyezi Mungu. Ana operation ilichukua muda gani? Ilichukua masaa zaidi ya 10. Lakini nilikuwa naogopa kuingia theater. Kwa sababu kakaangu anayeniuguza alikuwa yuko mbali. Kwa hiyo nikawa nawasumbua sana manesi. Kakaangu yuko wapi? Nikaanza sasa kuwa mkali. Lakini nilivyomuona nilifurahi sana.